Kwanza ni fursa kwa maana ya wadau wa soka wanakwenda kuangalia kwa mara ya pili nafikiri kwa msimu huu klabu ya Simba miongoni mwa klabu pendwa katika ligi kuu Tanzania bara, lakini kingine ni faida kwa wadau wa soka kwa maana ya kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuchangamka kisoka, lakini pia ukiangalia upande mwingine uchumi utakwenda kusisimka kwa wiki nzima ambayo KMC na Simba watakuwepo hapa, kwa maana ya mama ntilie watauza chakula, watu wenye loji watafanya biashara za hapa na pale, boda boda. Kwa ujumla kila sekta itakwenda kunufaika kuhusiana na mchezo huo, na nafikiri ni mchezo ambao utakuwa wa kipekee kwa sababu si mara ya kwanza KMC na Simba kucheza uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Nafikiri misimu miwili iliyopita nyuma KMC walileta mchezo wao uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, na nafikiri lengo la KMC ni kutarget hasa kupata fedha nyingi kupitia kiingilio. Hizi timu za Simba na Yanga Dar es Salaam zimezoeleka sana, kwa hiyo watu wanajaribu kuangalia kupeleka mikoani, na mmoja mkoa ambao mashabiki ni wengi sana wanaingia kwa ukubwa wake ni mkoa wa Tabora. Rekodi za karibuni zinaonyesha huenda ikawa ni uwanja wa pili kujaza watu wengi sana ukitoa uwanja wa Benjamin Mkapa, hasa kwenye mechi za Simba, mechi za Yanga. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba KMC wenyewe wameona huenda katika mazingira tu ya kawaida huo mchezo pengine wanaweza usipate matokeo, wakaona kwamba matokeo hata tukikosa fedha angalau tuweze kupata. Na mechi ile ya kabla hii ambayo nakuja ya KMC walipata fedha nzuri kweli kwa maana ya kiingilio, kwa sababu kwa kipindi kirefu Tabora ilikuwa hakuna timu ya ligi kuu. Na kwa sasa ambacho kinafurahisha zaidi ni kwamba mwamko kwa upande wa mkoa wa Tabora ni mkubwa sana. Mechi ya Simba tazama, mechi ya Yanga tazama, karibuni uwanja ulijaa. Kwa hiyo hata mchezo huu wa KMC kwa sababu ni kama wiki 3 zijazo, na imani kwamba hata uwanja wa Ali Hassan Mwinyi promotion ikiwa nzuri sana utajaa, na KMC wakiondoka na bahasha nzuri kwa maana ya kiingilio. Sawa. Bwana, umezungumzia kuhusiana na issue ya mapato, lakini vile vile ukazungumzia na issue ya timu kuweza kujipatia mapato ya kutosha pamoja na watazamaji kwa wengi. KMC labda watu bado kuna maswali wanajiuliza, KMC ukiangalia tayari uwanja wanao, na uwanja wao ukijaribu kuangalia sehemu uliopo ni sehemu nzuri, na namna ulivyojengea kuna nyasi ambazo wao wameweka nyasi bandia sio asilia kama hizo hapa. Pengine hasa kilichoweza kuwavutia mpaka waamue tena kuileta mchezo Tabora ili hali tayari kiwanja wanacho ni. Kwenye kanuni inaruhusiwa kutoa michezo miwili nje ya uwanja wako wa nyumbani. Kwa hiyo wanachokifanya ni jambo la kikanuni tu, inaruhusiwa kutoa mchezo mmoja hapo nje, kwa maana ya kwamba unaweza ukatarget hasa kwenye mikoa ambayo kidogo mwamko wa mpira au hujachangamka sana. Ni wewe tu mwenye mchezo ndio unaweza ukatoa. Michezo miwili inaruhusiwa. Kwa hiyo ambacho wamekifanya wako ndani ya kanuni. Pengine wanaweza kautoa hata mwingine, labda wakaupeleka Mwanza, labda wa Yanga, au wakaupeleka Kigoma. Ni wao watakavyoamua. Nafikiri sasa hivi wana alama, wako nafasi ya 11, wana alama 30. Wanahitaji nafikiri kushinda mchezo mmoja au miwili kwa mazingira yalivyo. Hawezi kushuka daraja. Kwa hiyo ni bora apate fedha, lakini pia alete burudani kwenye mikoa ambayo kidogo mwamko sio mkubwa sana, lakini pia kuna ushawishi mkubwa hizi timu mbili kwa maana ya Simba na Yanga. Kwa hiyo wao wanatumia fursa yao ya kikanuni, lakini pia mchezo wao ndio wanajua kwa nini wanatazama kuleta Tabora. Na umeweza kuzungumzia kwenye upande wa wenda wakapoteza mchezo wao. Kwa nini pengine umeweza kupa prediction ya kupoteza na si tena kuweza kuscore, idali Kinondoni wenyewe sio haba, wanaonekana timu wanao, wachezaji wanao. On paper Simba wanataka wapambanie ubingwa. Kwa michezo iliyosalia ni asilimia ndogo sana Simba kupoteza. Lakini pia ukijaribu kuangalia kwenye rekodi KMC mbele Simba ni mnyonge. Lakini pia kingine ambacho ni cha maana sana,
ushindani sasa hivi uliopo, Simba hapaswi kupoteza mchezo wote ili wa maintain ile alama moja ambayo pengine akicheza michezo yake yote kuna tofauti ya alama moja na Yanga ambayo inaonekana pale. Kwa hiyo ni ngumu sana kupoteza Simba. Lakini kingine, hata ukijaribu kuangalia rekodi ya wachezaji, ukiangalia mchezaji mmoja mmoja, Simba na KMC ni vitu viwili tofauti. Labda tu tunazungumza yale mazungumzo ya kimpira, kwa maana kwamba mpira unadunda, mpira ni dakika 90, lakini kwenye uhalisia ni ngumu. Lakini ambacho pia nakuambia, uwanja wa KMC pale ni kama vile neutral ground. Yoyote anaweza kaingia na yoyote anaweza kapata matokeo. Kwa nini? Pichi nzuri inamshawishi mtu mwenye kikosi kizuri kuweza kupanga mbinu zake, kuweza kuhakikisha kwamba anashinda. Tofauti na viwanja ambavyo kidogo sio vizuri sana. Inaweza ikawa kwa sababu ni uwanja wako nyumbani, unajua namna ya kucheza. Kwa hiyo hilo linaifanya kwamba KMC wanaona pale kupata matokeo ni ngumu. Ni bora tuje mikoani, hata pengine tunaweza kaambulia. Lakini tukija hata huku mikoani, nafikiri ilikuwa ni KMC ilifungwa 4-0 uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo hapa tu anachokifuata ni fedha. Hata huku matokeo pia ni ngumu kupata. Na pengine sasa mara baada ya mchezo huu KMC kuweza kutamatisha michezo mingine inayofuata, manake tayari mchezo mmoja tu anaohitaji ili aweze kusalia kunako NBC Premier League, anaweza kujiondoa katika hatari. Pengine katika michezo mingine kama ulivyo mtazama wa Simba kupoteza, je, michezo mingine unaona akipoteza au akiweza kufanya vizuri? Ukitoa Yanga, ukatoa Simba, hizi timu zingine zote zinalingana. Azam tulikuwa tunajaribu kuipa kwenye rekodi fulani kwamba huenda ikawa miongoni mwa timu ambayo ikaleta competition kidogo, lakini inaonekana timu yoyote inaweza kupata matokeo dhidi ya Azam, hasa hizi za level za kawaida. Ukianza Coastal anaweza kupata matokeo, KMC anaweza kupata matokeo, JKT Tanzania anaweza kupata matokeo, Mashujaa anaweza kupata matokeo. Kwa hiyo ukitoa tu timu mbili, hizi zingine zote unaweza kaziweka kwenye kapu moja, kwamba hawatabiriki. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba hawatabiriki, hata KMC nafasi ni kubwa kupata hizo alama ambazo anazihitaji. Hata akibakisha 30 hawezi kushuka daraja. Kuna mtu ana alama 22, ana Kagera. Ken Gold ndio biashara imeshaisha. Kuna watu wana 26, 27, 27. Ni ngumu yani kumfikia mtu wa alama 30, kwa sababu sasa hivi kinachofanyika, mtu anafia kwenye mechi zake. Aliyekusanya tayari 30, yani nafasi yake ni kubwa sana ya kuweza kubaki ligi kuu, hata playoff hawezi kucheza. Japo ukipiga mahesabu ya haraka pengine michezo miwili anaweza wao nyuma wakishinda michezo miwili anaweza kafikia alama, lakini ni ngumu sana mtu ambaye kwa sasa mwenye alama 30, kwa sababu hata akipata sare anasogea. Akishinda moja ndio anaondoka kabisa. Kwa hiyo KMC sioni hata akicheza playoff.